Wana Male, mambo vipi? Mambo shwari, mambo ni aje? Jema, kasumisha zinakwenda vizuri. Mishe ziko vizuri na mapambano pia yanaendelea vizuri. Mambo yako kwa uzuri kabisa. Mambo yako safi na tunaendelea na shughuli za kimichezo za hapa na pale. Lakini pia sasa hivi focus kubwa sana ya nchi ni kuelekea kwenye mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya USM dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa watu wanaofuatilia. Bwana, umegusia mchezo na pasina shaka ndio joto liko hapo. Kesho finali ya pili inakwenda kupigwa. Tumeona Rais Mwinyi mwenyewe ameweza kuwalipia Simba kama gharama kuweza kutona, kuweza kujitolea, kuweza kushuhudia huo mchezo. Hem, tuangazie kwanza kwa pamoja, tuangalie safu ya ulinzi ya Simba kwamba katika mchezo huu namna walivyoweza kucheza katika mchezo wa kwanza na namna vile ambavyo watakavyokwenda kucheza katika mchezo wa pili. Pengine Simba tukianza eneo la golini, unaona vipi? Mchezo wa finali una approach tofauti sana na michezo mingine, lakini pia hata mchezo wa mkondo wa kwanza mtazamo wake unaweza kuwa tofauti na mchezo wa mkondo wa pili, kwa maana ya yaliyopita yameshapita. Sasa hayo yanayokuja pia yana mtazamo tofauti. Tukianzia na mchezo wa kwanza, namna ambavyo ilivyo, kama unakumbuka magoli karibia yote mawili ambayo ya Simba, moja set pieces of course na nyingine ni foul, nyingine tena karibu na kona. Kilichosababisha ni poor marking. Kunapokuwa na foul au kona, kuna namna ambavyo inapaswa kuwa, kwa maana ya backline lazima kuwe na man to man marking, lazima kuwe na man to man marking, lakini pia wale ambao wanakosa wanakuwa wako free, kuna namna pia unatakiwa uangalie. Kwa hiyo kilichotokea ni umakini tu wa wachezaji wa Simba kwa karibuni magoli yote mawili. Kama unakumbuka baada ya kipindi cha pili waliongeza umakini walipoenda vyumbani, walielezwa makosa yao wachezaji na mwalimu. Of course Fadlu ni miongoni mwa makocha ambao kwa sasa wametengeneza CV nzuri sana. Umakini tu ndio ulikosekana, yale magoli mawili yakawa yamepatikana, na ndio hivyo mpaka dakika mwisho filimbi ya mwamuzi inapigwa. Simba wamefungwa goli mbili, wao hawakuambulia chochote. Kwa hiyo kwa picha hiyo, tukija kwenye mchezo huu, ni wapi Simba wanapaswa kwenda kurekebisha, lakini ni wapi pia wanakwenda kuongeza umakini? Kwanza katika uwanja wa mazoezi, najua hizi siku kwenye hizi siku chache walipokuwepo Zanzibar, watakuwa wameyafanyia maandalizi makubwa, hasa eneo la ulinzi, kwa sababu lengo kubwa kwanza ni kutokuruhusu goli la kwanza, lakini la pili kwenda kupata magoli matatu. Kwa hiyo hiyo ni approach ya Simba ambayo kwa sasa ipo, kwa sababu wako nyuma kwa magoli mawili kwa bila, kwa maana ya magoli yale yamepatikana katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Kwa hiyo kwa picha hiyo, Simba ndio wanapaswa kuwa makini kuliko RS Berkane kwa sababu ya mazingira yaliyopo. Wako nyumbani, wako mbele ya mashabiki wao, lakini rekodi inaonyesha 93 Simba wameshacheza finali ya shirikisho. Jina linawezekana lisio hili, lakini walishaingia na Stella Abidjan. Mgeni rasmi alikuwa marehemu mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, na sasa hivi tena mwaka huu mgeni rasmi anakuwa ni Hussein Ali Mwinyi, mtu na mwanae, mgeni maalum sawa, ni mtu na mwanae. Kwa hiyo kwa picha hiyo, tafsiri yake ni kwamba ni do or die, kufa au kupona kwenye finali hii. Kwa vyovyote vile Simba wana uhitaji mkubwa sana kwenye mchezo huo, na mimi nafikiri kwa vyovyote vile Simba wanaweza kupata matokeo, lakini je, matokeo haya yatavusha? Haya ni mambo mengine, lakini asilimia kubwa mimi naona Simba wanakwenda kupata matokeo katika uwanja wa New Amani.
Umezungumza vizuri kwamba Simba anakwenda kupata matokeo, na kingine ukazungumza kwamba cha muhimu huenda akiingia kama underdog. Kwa ile tafsiri unasema kwamba maana yake anatakiwa ingia kwa tahadhari na kuheshimu mchezo. Kushinda na kwenda kulitoa taji hapo. Unadhani Simba ukianza ukirudi backline, tuanzie beki za kati mpaka turudi beki za nyuma mpaka golini, unadhani kwa namna Simba anavyozidi kucheza na ile pressure ambayo alikuwa akiruhusu ya RS Berkane kwamba mipira mingi kuipress kule kuja kuchezea kwamba kuweza kuwachezesha kwamba Berkane walikuwa wanacheza viwanja vyote, kwao wanacheza, wa Simba wanacheza, unadhani kweli inaweza kuwa ni hali ya kupindua meza ikaonekana? Yeah, umezungumza vizuri sana kwamba ni maeneo gani Simba hasa wanapaswa kwenye idara hizo kuwa makini, lakini ukilinganisha pia na mpinzani ambaye anacheza mifumo miwili ndani ya muda mfupi. Kwa mfano RS Berkane anacheza, kuna kitu kinaitwa switch counter attack. Switch counter attack tafsiri yake ni kwamba either unaweza ukatupia mpira winga ya kushoto au ya kulia, lakini wakati huo pia unacheza classic counter attack. Classic counter attack yani ni timu inatembea nyakati zote. Simba wanatumia classic counter attack. Classic counter attack yao kidogo inakuwa ni tofauti kwa sababu wanaanza taratibu, then wakitaka kufika mstari wa katikati wanaanza kuchangamka. Lakini Berkane muda wote wanacheza. Na faida ya Berkane ni nini? Kwenye speed wako vizuri, ndio maana wanaweza wakabadilisha mfumo within a second, kwa maana ya kwamba wanaweza kaamua watumie switch counter attack, wanaweza kaamua kutumia classic counter attack. Kwa hiyo kwa mifumo iliyopo Simba wanapata tabu sana, kwa sababu Simba kuna nyakati wanatumia 4-3-3. 4-3-3 tafsiri yake ni nini? Kapombe na Shabalala kuna nyakati wanageuka wanakuwa winga. Sawa wanageuka wanakuwa winga. Kwa hiyo wakigeuka kuwa winga, wale Berkane wameshawajua, wana apply switch counter attack. Kama aliyepanda ni Kapombe, maana yake Kapombe anaacha shimo nyuma. Kwa hiyo Berkane ndio watapiga pasi ndefu, wanakuta nyuma kutakuwa na wachezaji wawili ambao wamebaki akiwemo Hamza. Unaona Kwa nyuma wanabaki wawili. Kwa hiyo uwezekano wa Kapombe na Shabalala kwa speed yao na umri wao ni mgumu. Kwa hiyo wanatengeneza madhara makubwa sana. Nafikiri kwa huu mchezo ni vizuri sana kama Berkane watakuja kulinda, ni sawa akatumia mfumo wa kuongeza idadi ya washambuliaji mbele. Lakini kama Berkane na wenyewe wanakuja kushambulia, ina maana Shabalala na Kapombe wanapaswa wasipande. Ibaki tu hivyo 4-3-3 ili angalau kuendelea kufanya timu hiyo imara. Lakini kingine safu ya ushambuliaji. Safu ya ushambuliaji kuna Elimu Panzu, sijajua atampanga na Mkwara, lakini najua na Kibu anaweza kawepo. Kwa hiyo safu ya ushambuliaji kuna uwezekano mkubwa wanapaswa kupunguza madhaifu. Kwa mfano unapata nafasi 2-3 na wewe unajua kabisa ni professional player, inabidi hata moja ufunge. Mtu kama Ateba anaweza kupata nafasi hata 2-3 lakini usione maajabu. Even Ahua anaweza akapata nafasi 2, anaweza sikuletee matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa picha hiyo kutoka safu ya nyuma, madhaifu ya nyuma ni Kapombe na Shabalala, wakipanda hawawezi kurudi. Of course kwa midfield sijaona mapungufu makubwa sana. Mtu kama Kagoma anacheza midfield moja nzuri sana, kwa maana kwamba yani yeye hana kuremba.
akifika anaharibu mipango, anatibua. Hata ngoma akifika anatibua, maisha yanaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa midfield sioni kama kuna madhaifu yako mbele, madhaifu yako nyuma. Ya nyuma namna ya kusaisha ni kuhakikisha Kapombe na Shabalala hawapandi bila mikakati. Lakini mbele ni kuhakikisha kwamba kwa sababu striker hafundishwi kufunga goli. Striker wanasema anazaliwa. Wanasema ile ni skills tu kufunga goli, kwamba ukishapata unafanyaje. Sawa Kwa hiyo umakini mkubwa unahitajika.